Asante. Jamani, nafundisha kitu kinaitwa evangelism and soul winning. Naitwa Cassian Lumato. Nimeokoka na mpenda Yesu. Sawa sawa eh? So nafundisha evangelism and soul winning. Evangelism comes from the Greek word which means good news. Tunavyosema uinjilisti tunamaanisha habari njema. Neno evangelism limetokana na Greek word ambao ukitafsiri lile neno la Kigiriki linamaanisha nini? Habari njema. Najua mnajiandaa kuondoka kwenda outreach, na moja ya kitu ambacho ni cha msingi sana ambacho mnatakiwa mkifanye at least ni kufanya maandalizi mazuri ya kujifunza na kujiandaa vizuri kabla ya kwenda huko ambako mnapaswa kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Rais wa awamu ya 16 wa Marekani alikuwa anaitwa nani yule alidefine democracy? Nani? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln aliwahi kusema, nikipewa kazi ya kufanya ya kukata mti kwa masaa 6, nitatumia masaa 4 kunoa shoka, alafu masaa yatakayobakia ndo nitatumia kufanya nini? Kwenda kukata huo mti. Manake ni kwamba kwa kazi ambayo mnayo huko mbele mnahitaji kujinoa sana ili hiyo kazi ambayo mnaenda kuifanya huko iweze kuwa nini? Iweze kuwa rahisi. Kwa mnachokifanya mnafanya kitu ambacho ni kizuri, na nina uhakika tu hakuna mtu ambaye amewahi kuacha kila kitu kwa ajili ya Mungu alafu Mungu akamwacha. You guys, you are sacrificing a lot. Mnaacha masomo, kesho mna mtihani wengine, lakini mnaweza kuja kwenye nyumba ya Bwana. Nina uhakika kwamba Mungu atawapa kile ambacho mnakihitaji kuliko hata ambavyo mnaomba na kuliko hata ambavyo mnafikiria. Sawa sawa na Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, basi atukuzwe yeye anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tunayoyaomba na kuliko tunayoyawaza, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani. Mungu, tunavozidi kuja kwenye ibada tunaongeza nguvu, tunakusanya nguvu, tunaongeza nguvu. Tunavozidi kuongeza nguvu, hiyo nguvu ndio inayoleta matokeo chanya, ndio inayoleta mabadiliko chanya kwenye yale mambo ambayo tunayahitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunavosema kwa habari ya uinjilisti kwa namna ambayo ni rahisi, ni kuwashirikisha watu wengine habari njema za Yesu Kristo ili waweze kutubu. Jambo la pili, waweze kumwamini yeye. Jambo la tatu, waweze kupokea wokovu. Tunaposema uinjilisti ni kuwashirikisha watu wengine habari njema za Yesu Kristo ili waweze kutubu, kumwamini Yesu Kristo na kuupokea wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa kifupi, uinjilisti manake ni kuwaambilia na kuwashirikisha watu wengine habari njema za Yesu Kristo. Lengo la kuwashirikisha ni nini? Hatuwashirikishi wale watu ili tuwape information. Tunawashirikisha wale watu tukiwa tuna matarajio. Matarajio yetu baada ya sisi kuwashirikisha wale watu nini? Ni wale watu waweze kuiamini Injili. Wakishaiamini Injili waweze kutubu. Kutubu manake ni nini? Kutubu manake ni kugeuka. Waache njia mbaya, waache mambo mabaya, waache namna ambayo ya kutokuamini, waweze kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baada ya kumwamini, nini kinatokea? Wanapokea wokovu. Wanapopokea wokovu, nini kinatokea? Wanapata msamaha wa dhambi. Wanapopokea wokovu, nini kinatokea? Maisha yao yanabadilishwa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, naye amekuwa mapya. Nini kinatokea? Wanakuwa watoto wa Mungu. Tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba hata tuiche wana nani? Wana wa Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Nini kinatokea? Wanahamishwa. Tunaenda kuwatoa watu kwenye giza, tunaleta kwenye nuru. Wakolosai 1:13, naye akatuhamisha, akatutoa katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa kuokoka ni nini? Kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo moyoni mwako, ya kwamba alikuja duniani kwa ajili yako. Ukishaamini ya kwamba alikuja kwa ajili yako, akateswa kwa ajili ya dhambi zako, na akafa kwa ajili ya dhambi zako, na akafufuka. Baada ya kuamini unafanya nini? Unakiri. Ndivyo Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 inavyosema. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema, kwa sababu ukimwamini Yesu Kristo moyoni mwako kuwa ni Bwana na kuamini ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, anasema utafanya nini? Utaokoka. Mstari wa 10 unasema, kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata nini? Wokovu. Kwa tunavyoenda outreach au mission, tunaenda kuwaambia watu habari njema tukiwa na expectation wale watu watatubu, wale watu watamwamini Yesu, wale watu wataanza
Kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yesu aliwaambia, enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila. Yesu aliyokuwa anawaambia ni wale waliokuwepo majira yale. Sasa hivi tunaposoma hili neno, Yesu anatuambia sisi tuenende ulimwenguni tukahubiri injili kwa kila. Sasa ndio maana viongozi wenu wamefanya namna ambavyo wanafanya, kwa kushirikiana na nyie wanaenda huko ambako nyie mnaenda. Kwa nini? Kwa sababu tunatia agizo la nani? Mathayo 28:19 na 20. Wa 20. Yesu anawaahidi maneno ya mwisho. Haya ni maneno ya mwisho ambayo Yesu anayasema. Nyie mnafahamu kama mmetoka kwenye jamii za kawaida, maneno ya mwisho anayoyasema mzazi wako kama anaondoka, manake hayo maneno sio ya kudharaulika. Hayo manake ni maneno ambayo sio ya kufanya nini? Ya kuchukuliwa poa. Sasa maneno ya kwanza ambayo Yesu anaongea kwenye Biblia, ukiacha habari ya kwanza amezaliwa amefanya nini, yale sio Yesu alikuwa anazungumza. Neno la kwanza Yesu anaongea kwa habari ya kuwini soul. Neno la mwisho Yesu anaongea pia kuhusu nini? Winning souls. Neno la kwanza Yesu anawaambia, follow me and I will make you. Neno la kwanza Yesu anasema kwa mara ya kwanza, anawaambia nifuate nami nitakufanya kuwa mvuvi wa nani? Neno la mwisho Yesu anasema, enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hii inatuonyesha kwamba Yesu anathamini sana nafsi za watu. Yesu anathamini sana roho za watu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 3 mstari wa 16 na 17, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Mstari wa 17 unasemaje? 1 2 3 twende. Baada ya Yesu alitupa jambo la pili. Zawadi ya kwanza ambayo Mungu amempa mwanadamu ni zawadi ya wokovu. Zawadi ya pili ambayo Mungu amempa mwanadamu ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Yesu kabla hajaondoka anawaambia wanafunzi wake, msiondoke hapa mpaka mtakapopokea nini? Nguvu. Matendo ya Mitume 1:8 anasema, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu juu yenu. Anasema nanyi mtakuwa nini? Mashahidi. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu sio tu kutusaidia sisi kunena kwa lugha, ila ni kutusaidia sisi, kutupa nguvu ya kutufanya tuwe mashahidi. Mungu hakutupa Roho Mtakatifu hivi hivi tu. Mungu alitupa Roho Mtakatifu. Moja ya majukumu ya muhimu ambayo Roho Mtakatifu anafanya kwenye maisha yetu ni kutufanya sisi kuwa nani? Mashahidi. Ni kutufanya sisi kuwa wahubiri wa injili. Na kazi ya kuhubiri injili sio kazi ya wainjilisti. Ukiona wainjilisti wanahubiri injili, they are preaching the gospel because they are believers. Lakini sio kazi ya kwanza wainjilisti. Kwa sababu Biblia inasema, hebu fungua hapo, Waefeso 4:11 na 12. Waefeso 4:11 na 12. Twende 12. Sasa sikilizeni. Sababu Mungu ameleta wainjilisti, naamini Mungu ametupa wainjilisti ili watu equip, watu coach na watu impact kwa ajili ya kuwin souls. Lakini sio kwamba Mungu ameleta wainjilisti waende kuhubiri. Biblia inasemaje? Twende mstari wa 13 huo.
kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo fanye nini? Hajasema kwamba wainjilisti kazi yao ni kuhubiri. Kwa nini wainjilisti wanahubiri? Ni kwa sababu they are believers. Lakini kazi ya kuhubiri Mungu ametupa sisi wote. Ndio maana maandiko yanasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu. Na Mungu alipomtoa Roho Mtakatifu, hakumtoa Roho Mtakatifu kwa ajili ya wainjilisti tu. Alitoa Roho Mtakatifu kwa watu wote waliokuwa wamekusanyika. Walikuwa wamekusanyika watu wangapi? Walikuwa wamekusanyika watu 120. Zawadi ya kwanza Mungu amempa mwanadamu ni wokovu. Zawadi ya pili ambayo mwanadamu amepewa ni Roho Mtakatifu. You want me to prove? Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 19, Paulo alienda kwenye mji mmoja unaitwa Efeso. Alipoenda kwenye ule mji unaoitwa Efeso, akaenda, lengo lake la kwenda kule alikuwa ameenda kuhubiri habari njema. Alipokuwa ameenda kuhubiri habari njema, akakuta kule Efeso tayari watu wameokoka, kwa sababu kuna mtu anaitwa Apolo alishafanya nini? Alishahubiri. Swali la kwanza Paulo aliwauliza nini wanafunzi wake? Wale wanafunzi aliokuta kule, aliwauliza, je, mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu? Manake anaashumu kwamba baada ya kuokoka watu wanatakiwa wafanye nini? Wapokee Roho Mtakatifu. Jamaa wakamjibu, la hasha, hata kusikia habari zake tuje kusikia. Biblia inasema akawekea mikono, wakapokea Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha, nafanya nini? Na kutabiri. Matendo ya Mitume sura ya 8. Kulikuwa kuna jamaa mmoja anaitwa Filipo. Alienda kuhubiri mji mmoja unaitwa nini? Samaria. Alipofika Samaria, akahubiri kwa jina la Yesu. Watu wengi wakatolewa pepo na kufunguliwa na kufanya nini? Mitume walikuwa wamekaa Yerusalemu, wakasikia kwamba Samaria kuna mtu mmoja anaitwa nani? Filipo amehubiri. Biblia inasemaje? Walienda Petro na Yohana kufanya nini? Angalia mstari unaofuata. Hivi unaweza ukaona wamesikia watu wameokoka. Wanafanyaje? Wakamtuma Petro na Yohana waende kuwaombea wale watu wampokee Roho. Baada ya wokovu, Mungu ametupa zawadi ya Roho Mtakatifu. Sawa I can go deeper. Naweza kukupa mifano hapo. Ongezea na nani? Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 46. Hiyo andika tu, sitaielezea. Petro alienda kwenye nyumba moja ya mtu mmoja anaitwa nani? Cornelio. Sio akiwa analisema neno la Mungu, wale watu waliokoka. Watu walipookoka nini kitokea? 10:44 Matendo ya Mitume. Tuendelee. Wamejuaje walipokea? Angalia, kwa maana waliwasikia. 1, 2, 3, twende. Angalia, baada ya wokovu Mungu anatupa Roho Mtakatifu. Sasa huyu Roho Mtakatifu tumepewa nini? Tumepewa Roho Mtakatifu tukawe nini? Mashahidi. Sasa mimi siwahubiri kitu ambacho mimi sikiishi. I'm a soul winner. Sawa Yaani hakuna kitu kinanivuta kama kutamani kuona watu wengine wanamjua Mungu. Na nifahamu Mimi nilipofika chuo, walikuwa wanasema pale fellowship, wanaojua kuhubiri waje kuhubiri. Mimi sikuwahi kujiandikisha kwa wanaojua kuhubiri, ila nilikuwa naomba. Baada ya kuomba vya kutosha, nilianza kupita hosteli namba 1 mpaka namba iliyokuwa inaishia.
naitwa Cassian Lumato, ni mtumishi wa Mungu, nimekuja kusema habari za Yesu. Yesu alifanya hiki na 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 hiki. Nimetengeneza response card za kwangu ninazo. Kwa sababu gani? Ule mwaka nilikuwa na malengo nimletee Yesu nafsi 1000 as an individual. I have been doing this for more than 10 years. Naweza nikionekana naonekana kama nyie tu, lakini mimi mkubwa kidogo. Sawa eh? Sawa eh? Nimevuna wengi sana. Hata aliyekuwa nahubiria wiki iliyopita mimi ndo nimemhubiria. Na mimi ndo mwalimu wake wa kwanza wa Biblia. Kwingine huko ameenda kujifunza, lakini mimi ndo mwalimu wake wa kwanza wa Biblia. Enrique ni shahidi yangu, alikuwepo. Enrique ni shahidi yangu, alikuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sijui nani naye anaibuka na ukaenda mahali pengine nikakukuta unahubiri, ukijitangulia ndasai yule akiwa mwanafunzi na mimi nilishowahi kumhubiria. So sawa Sasa nisikilizeni. Natamani ile nia, Biblia inasema iweni na nia ile iliyokuwepo kwa Kristo kwanza. Sawa Kristo alikuwa na nia moja tu, kuwafanya watu wamjue Mungu. Na ndio maana aliacha kila kitu, alikuja kwa ajili ya hicho kitu. Natamani ile nia iwepo kwako pia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So leo nataka nikuonyeshe kwa nini nafsi ya mtu ni ya thamani mbele za Mungu. Kwa nini Mungu anathamini nafsi ya mtu mmoja? Jambo la kwanza, roho moja ya mwanadamu ni muhimu kuliko rasilimali na utajiri wote uliopo duniani. Roho moja ya mwanadamu ni muhimu kuliko rasilimali na utajiri wote uliomo duniani. Marko 8:36 na 37. Roho moja ya mwanadamu ni ya muhimu kuliko rasilimali na utajiri wote uliomo duniani. 1, 2, 3 twende. Mstari 37. Anasema hivi, ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Yesu anajaribu kutuonyesha kwamba thamani ya roho ya mtu mmoja ni ya muhimu sana, kiasi kwamba hata kama mtu atagaini kila kitu ambacho kipo kwenye dunia, utajiri uliopo duniani, mafuta, gesi, madini, majumba makali, manini, kila kitu yaliyopo duniani hayana thamani kama nini? Kama roho ya mwanadamu. Ndio maana Yesu anasema hivi, itamfaidia mtu nini apate kila kitu kwenye ulimwengu alafu aipoteze roho yake. Maana yake Yesu anajaribu kutuonyesha kwamba thamani ya roho ya mwanadamu ni priceless. Haiwezi kuendana na kitu chochote kile pale. Na ndio maana tunaacha mambo yetu yote, tunaenda huko, tunakwenda kwa ajili ya kufuata hizo roho. Ndio maana Yesu aliacha. Biblia inasema hapo mwanzo Yesu alikuwa yuko namna sawa na Mungu, lakini aliona kuwa na Mungu sio, akakubali kufa mpaka mauti, na mauti ya pili, mauti ya msalaba. Lengo ni nini? Kwa sababu alijua thamani ya roho ya mwanadamu ni kubwa sana. Kwa kutambua kwamba thamani ya roho ya mwanadamu aliyepotea ni kubwa sana, ndio maana tunaacha kila kitu, tunaenda kufanya nini? Ndio maana tunafanya uinjilisti. Ndio maana tunatamani watu wamjue Mungu. Ndio maana we want to populate heaven and depopulate hell. Tunataka idadi ya watu wanaoenda mbinguni iongezeke na tupunguze idadi ya watu wanaopoenda jehanamu. Na hili jambo haliwezekani isipokuwa tumehubiri Injili. Warumi sura ya 10 mstari wa 13 mpaka 16. Anasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kwa nini lazima uliitie jina la Bwana? Kwa sababu hapana wokovu kwa mwingine yoyote isipokuwa, maana hakuna jina jingine walilopewa wanadamu wapasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la.
Kwa hiyo achaneni na mambo ya kusema unajua Mungu ni mmoja lakini njia za kumtafuta ziko nyingi. Sio kweli, ni uongo. Mungu ni mmoja na njia ya kumtafuta ni moja, ni kupitia Yesu Kristo. Maana yeye kwetu ndiye njia, ndiye kweli na ndiye uzima. Na amesema huwa mtu pasipo kuniamini mimi hawezi kwenda kwa Baba. Kwa hata kama wewe ni mstaarabu namna gani hujaokoka, uendi mbinguni. Hata kama utukani matusi hujaokoka, uendi mbinguni. Watu wanafikiri watu wataenda jehanamu eti kwa sababu ya dhambi fulani. Watu wataenda jehanamu kwa sababu wamemkataa Yesu, wamekataa kumwamini Yesu. Hakuna mtu ambaye ataenda jehanamu kwa sababu ya uzinzi. Hakuna mtu ambaye ataenda jehanamu kwa sababu ya ulevi. Watu wataenda jehanamu kwa sababu wamemkataa. You know why? Sema ehe. Kwa sababu ukishaokoka, sema ehe, huwezi kuzini. Ukishaokoka, sheria ya roho wa uzima iliyemfufua Yesu katika wafu imetutenga mbali sisi na dhambi ya nini? Hawezi kuzini, hawezi kusema uongo, hawezi kufanya nini. Kwa hiyo shida ya ni mzizi, ambao mzizi ni nini? Ni kutokuokoka. Sasa Biblia inasema kila atakayelijia jina la Bwana atafanya nini? Tuendelee 1 2 3 twende. Anasema watamwitiaje wasiyemwamini? Anasema watamwaminije wasiye? Anasema watamsikiaje pasipo? Pamoja na kwamba tunaomba watu waokolewe haitoshi. Tukimaliza kuomba lazima tuende kwenye field tuambie watu Yesu anaokoa. Ni vizuri ukisema unatuombea watu waokoke. Ni vizuri kama unaomba chuoni watu wamjue Mungu. Ni vizuri kama unaomba Dodoma huko mnakwenda watu wamjue Mungu. Ni vizuri. Lakini ukimaliza kuomba, panda gari nenda Dodoma. Kamwambie mtu kwamba Yesu anaokoa. Na kwa sababu maneno yako hayatakuwa yenye maneno mengi yenye kushawishi kwa sababu ulishaomba, yatakuwa na nguvu ya Mungu ndani yake, yatakuwa na nguvu ya Mungu nyuma yake. Utakapoenda kuambia watu ya kwamba Yesu ni Mwokozi, wataokoka. Nisikilizeni, let us not undermine our responsibilities. Tusichukulie poa wajibu wetu kwa Mungu. Twendeni tukawaambie watu habari njema. Biblia inasema kwenye siku za mwisho watu watakuwa na kiu sio ya maji, kiu sio ya chakula, lakini watakuwa na kiu ya kusikiliza neno la Mungu. Wewe ukimaliza kuomba, waambie watu Yesu anaokoa, waambie watu Yesu anakupenda, utaona kitakachotokea. Why? It is not by might, it is not by power. Sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Na uhitaji kukaa siku nyingi, umjue Mungu siku nyingi, ili uweze kuwa mhubiri wa Injili. Unahitaji tu kuwa na conviction kwamba I'm born again. Ukishakuwa na ile conviction, unachocha kuambia watu. Biblia inasema kila aliyempokea mwana nao nini? Ushuhuda. Si unamkumbuka yule mwanamke Msamaria kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 4? Yule mama alipoambiwa hapo alimkuta Yesu amekaa. Yesu akamwambia, mama naomba maji. Kwa sababu alikuwa ni kahaba, alijua Yesu naye amekuja. Unanielewa eh? Unanielewa eh? Yesu akamwambia, bwana una mume? Akasema sina mume. Yesu akamwambia, ni kweli, maana unao 5 na wote 5 si wa kwako. Mbona kama anaonekana kama nani? Akasema basi niulize maswala ya kuabudu. Akasema wale wanasema tukaabudu kule Yerusalemu, na sisi tunasema tukaabudu wapi? Wao wanasema tukaabudu wapi? Yesu akamwambia saa ipo na inakuja waabudu halisi, watamwabudu katika roho na nini? Unajua nini kilitokea baadaye? Yule mama pale alitoka, alienda Samaria, akaenda akawaambia watu, njooni mumuone mtu ambaye ameniambia mambo yangu. Nini kilitokea? Mji mzima wa Samaria uliokolewa. Huyo mtu ilikuwa ni siku moja tu. Siku hii how comes umekaa kwenye wokovu miaka 3, 2, mwaka mmoja, miezi 3, alafu amna hata mtu mmoja ambaye umewahi kumleta kwa Yesu? Nenda basi misheni. Awepo mtu mmoja ambaye siku moja Mungu akikuita, awepo mtu nyuma yako ambaye anasema huyu mimi niliokoka kupitia wewe. Na ukweli ni kwamba usipojifunza ukiwa mwanafunzi, kanisani hamna. Siku hizi kanisani hawafanyi hizi mambo tena. Tunafanya miradi mingine. Mimi mwenyewe nimekwishakuwa mtu wa kanisani siku hizi. Msinione hivi.
Kwa najua. Unaelewa Hizi sio mambo zetu kivile yani. Tunasisitiza lakini sio kivile. Tukijitahidi sana tutakwambia wewe mkaribishe tu mtu kanisani. Unanielewa Unanielewa Kwa hiyo ukishindwa kutengeneza msingi mzuri kajifunzia hapa, umepoteza muda wako kuwa mwanafunzi. Kanisani hawafanyi tena hizi mambo. Ni furaha, Biblia inasema mbinguni mwenye dhambi mmoja anapofanya nini? Uwezi ukasababisha furaha ya mbingu Mungu akaacha kukupa furaha kwenye maisha yako. Biblia inasema pale anapotubu mtu mmoja kila kitu kinasimama mbinguni. Uwezi kusimamisha mbingu alafu Mungu akashindwa kusimamisha mambo yako. Biblia inasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Let us seek first his kingdom and his righteousness. Mengine yote tunayoyataka tutazidishiwa. Jambo la pili. Kila mwanadamu yupo katika mfano na sura ya Mungu. Unataka nikwambie? Unajua Mungu akitaka kujiangalia kwenye kioo anakuangalia wewe. Hujanisikia. Unajua Mungu akitaka kujiangalia kwenye kioo atafuti kioo anakuangalia wewe. Akikuona wewe anajiona yeye. Na ndio maana roho ya mwanadamu ni ya thamani. Ndivyo ambavyo Mwanzo 1:26 inasema, Bwana akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Roho ya mwanadamu ni ya thamani kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Jambo la tatu. Mungu ndiye mmiliki wa nafsi na hizi nafsi kwake Mungu ni asset. Nimeshindwa neno la Kiswahili zuri la asset. Wahasibu wenzangu mnaweza mkatusaidia wale eka. Asset kwa Kiswahili nini? Mali zinazo. Sasa sikilizeni. Kwenye hii dunia sasa hivi watu wanatunza mali kwenye dhahabu, kwenye madini yenye thamani. Watu wanatunza mali kwenye fedha ambazo thamani yake nini haipungui. Ndio maana watu wengi wanasikia dola. Lakini Mungu thamani yake, aseti zake hazipo tena kwenye nini? Kwenye hivyo vitu. Aseti ya Mungu ni nini? Roho za watu. Unataka nikuonyeshe? Kumbukumbu la Torati 32:9. Sasa kwenye pale anaposema portion, kuna tafsiri moja inasema asset is his people. Jambo la 4. Kila roho moja ya binadamu ina umilele. Nikisema hivyo na masema hivi eternity, yani umilele. Vitu vingine vyote vina mwisho, vina mwanzo na mwisho. Lakini roho yako ina umilele. Hii inaonyesha ni ya thamani, ndio maana afanye nini? It is not perishable. Sawa haina expire date. Ukifa hapa una maisha mengine. Whether you are born again or you are not, tutatofautiana tu. Wengine tutaenda Jerusalem, wengine wataenda Jehanamu, double J. Sawa lakini wote tutaishi. Kwa ile injili ya kuambia watu, jamani, wale wasiokoka wataishi milele, mnawadanganya, nao wataishi milele, ila wataishi Jehanamu. Afisi tutakuwa milele Jerusalem. Double. Hii point ya 5 nasema hivi. Mara ya mwisho sema thamani ya roho ya binadamu imethaminishwa. Yaani mara ya mwisho tumempeleka binadamu kwenye mnada. Mimi, wewe na kila mtu tulikuja kugundua hakuna kitu ambacho kinaweza kumfanya binadamu akanunuliwa isipokuwa damu ya Yesu. Hivi unanielewa Yaani tulipeleka zikaja dhahabu nyingi, lakini kaonekana bado hazifiki thamani ya binadamu. Zilikuja Tanzanite nyingi, yakaja aina nyingine madini mengi, zikaja hela nyingi,
Lakini at the end of the day ikaonekana thamani ya damu ya Yesu pekee ndio inayoendana na thamani ya nani? Ya mwanadamu. Hii inaonyesha kwamba nafsi za wanadamu tunazoenda kuzifuata kule ni za muhimu sana. Kwa tuende tukiwa tunajua kwamba tunachoenda kukifanya, we are not going there just to do the will of God, but we are going there to do the perfect will of God. Hatuendi kufanya tu mapenzi ya Mungu, tunaenda kufanya mapenzi ya Mungu nini? Si mnafahamu tuna aina tatu za mapenzi ya Mungu The will of God, the acceptable will of God, and the perfect will of God. Warumi 12 mstari wa 2, kwa sababu basi msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza. Ya tatu na nini? Ukamilifu. I'm not here to impress you, I'm here to impact you. Sawa sawa Ukitoka hapa unapokea moto ambao utakusaidia na maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa, katika jina la Yesu.